الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به والتوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Leo biidhnillahi almaula tutazungumzia adabu siyam, adabu za funga. Maana tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa hiyo ni vizuri tusitoke nje ya mwezi huu. Miongoni mwa adabu za funga, fa awwalu shay'in yadhkuru an yanbaghi an yabtaghi almuslim bisiyamihi, jambo la kwanza katika funga ni kutafuta muislamu kwa funga yake wajhi Allah tabaraka wa taala, kutaka kuona uso mtukufu wa Allah mwenye izza na utukufu, au kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza. Mu'minan muhtasiban, hali yakuwa na iman na billah, maana hakuna wema kama huo. Laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakinna albirra man amana billah. Kwa wema mkubwa ni huo. Kwa muhtasiban, na kuzitafuta ihtisab ni kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama anavyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban, mwenye kufunga Ramadhan hali yakuwa na imani billah wa ihtisaban, na kataraji malipo kutoka kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa aliyotangulia katika madhambi yake. Hadithi hii rawahu Sheikhani, amepokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim, wa fi riwaya inda Ahmad, katika riwaya nyingine kwa Imam Ahmad wa ghairihi, na sikuwa Imam Ahmad, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Kuna riwaya mbili, ya kwanza imesema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya pili imesema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Yule ambaye atafunga Ramadhan hali yakuwa na iman billah na akataraji malipo kutoka kwa Allah, anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia na yaliyopita. Wa alayhi qabla dhalika, na kabla ya hapo juu yake mfungaji, an yubayyita niyya, alale na nia lisiyami, alale na nia ya funga, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yubayyit as-siyama qabla tulu'i al-fajr, yule ambaye hakulala na nia ya funga kabla ya kuchomoza alfajiri. Na fajiri hapa ni fajiri sadiq, fajiri ile ya kweli, kwa sababu fajiri zingawanyika sehemu mbili, kuna fajiri fajrani, kuna fajiri sadiq na kuna fajiri al-kadhib. Kuna fajiri ya ukweli na kuna fajiri ya uongo kwa hichi kipindi cha Ramadhani. Kwa yule ambaye hatolala na nia, hatolala na nia ya funga kabla ya kuchomoza alfajiri, hana funga, fala siyama lahu. Mtume anatuambia, wa fil lafdhin, katika tamko jingine inda an-Nasa'i, ambalo limepokelewa na Imamu an-Nasa'i, man lam yubayyit as-siyam min al-layl, hili limekuja likabainisha yule ambaye hakulala na funga usiku, hakulala na nia ya funga usiku, fala siyama lahu, hana funga. Kwa lazima tuzingatie nia, kwa sababu matendo yote yanalipwa kwa nia. Innamal a'malu binniyat, Allah analipa matendo kwa nia. Kwa unapolala, lala na nia ya funga ya kesho. Na nia wanachuoni wametofautiana. Kuna nia mwanzoni kwamba nitamfunga huu mwezi, inatosha, na kuna kujaddidi nia yako kila siku. Hii ni afdal zaidi, kila siku kujaddidi nia kwamba kesho nitafunga insha Allah, inapendeza zaidi kufanya hivyo. Lakini kwamba utafunga mwezi huu mzima pia ni sawa. Wa ala almuslim aidha an la yufarrita fi as-suhuri, na juu yake miongoni mwa adabu za funga kwa Muislamu asipuuzie swala la daku, mastata'a ila dhalika sabila, kwa kiasi anachoweza. Fafihi khairun kathirun wa jazaa'un, ndani yake kuna khairi nyingi na malipo makubwa. Wafirun, ndani ya kula daku kuna khairi zilizokuwa nyingi na malipo makubwa. Fa in tarakahu faqad hurima nafsahu al-ajri al-jazil, akiacha kula daku amejiharamishia nafsi yake ujira uliokuwa mkubwa. Akhrajahu Sheikhani, ametoa Imam Bukhari na Imam Muslim
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakika yeye amesema tasahharu, Mtume anasema kuleni daku, fa inna fi as-suhuri baraka, hakika kula daku kuna baraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, na akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-suhuru kulluhu baraka, daku lote ni baraka. Fala tad'uuhu, msiache kula daku, walau an yajra'a ahadukum jar'atan mimma, hata mmoja wenu apate teko la maji tu, isikupita usiku mzima kukula daku. Asiache mmoja wenu kula daku, umekosa chakula, hata lile teko la maji basi kunywa. Fa inna Allaha wa malaikatahu, tumeendelea kusema hakika Allah na malaika zake, yusalluna ala almutasahhirina, wanamswalia yule mladaku. Allah na malaika wanakusalia, na sala kwa Allah na malaika zake kuombea maghfira. Waqala rajulun, na kasema mtu mmoja min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, katika masahaba wa Mtume, dakhaltu ala nabii sallallahu alayhi wasallam wa huwa yatasahhar, niliingia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ile hali Mtume anakula daku. Faqala innaha barakatun a'taakumullah, Mtume akamwambia wale sahaba, hakika ile daku ni baraka, Allah amempeni nyinyi iyaha, fala tad'uuhu, msiliache kulila. Waqala aidan, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, albarakatu fi thalatha, baraka iko sehemu tatu. Aljamaa, watu kuwa kitu kimoja, hii ni baraka, na Allah ndo ametutaka ndani ya Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na dini ya Allah kwa pamoja wala msifarikiane. Ni jambo ambalo Allah analiridhia. Na katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna Allaha yarda lakum thalatha, Allah anaridhia kwa nyinyi mambo matatu. Wa yasqatu lakum thalatha, na anachukia kwa nyinyi mambo matatu. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, illa kwanza anaridhia kutoka kwetu kumwabudia pasi na kumshirikisha. Lakini miongoni mwa hayo, wa yarda lakum an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, anaridhia mshikamane kwa dini ya Allah kwa pamoja wala msifarikiane. Kwa swala la jamaa ni jambo zuri. Watharid, swala la pili tharid. Tharid nafikiri ni chakula ambacho Waarabu wanatengeneza, pia kina baraka, kinachanganywa na maziwa na vinginevyo, ngano nini, ndio kinaitwa tharid, pia kina baraka. Wasuhur, na Mtume akasema la tatu nini, daku. Daku pia na nini, lina baraka. Wa min fadli as-suhur aidha, na katika zile fadhila za kula daku vile vile, annahu farqu baina sawmi al-muslimina wa sawmi ahli al-kitab, daku ni tofauti baina funga ya Waislamu na funga ya wasiokuwa Waislamu, ahli al-kitab, Mayahudi na Manasara. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab, tofauti baina funga zetu na funga za ahli al-kitab, aklu as-suhur, ni kula nini, ni kula daku. Wa idha ulima dhalika, na pindi utakapofahamu hivyo, fa inna fadla as-suhur, hakika fadhila za kula daku, yataakkadu fi ta'khirihi, zinaingia hasa, zinakokoteza hasa katika kulichelewesha hilo daku. Si daku saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, daku lichelewe. Wa fi dhalika khairun kathir, na kufanya hivyo kuna khairi nyingi. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yuakhiru as-suhurihi, akilichelewesha daku lake. Fa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Zaid ibn Thabit Allah miradhi, amesema tasahharna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulikula daku pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qama ila as-salah, kisha Mtume akasimama kuielekea sala. Qala Anas, akaulizwa Anas ambaye yule nani, khadimi rasulillah, alikuwa ni mtumishi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mama Anas, Mtume alipoingia katika mji wa Madina hakuwa na zawadi ya kumpa Mtume, lakini alimpeleka mwanae huyu Anas, akamwambia ya Rasulullah, sina zawadi ya kukupa isipokuwa nakupa mwanangu huyu akutumikie maishani. Mama alikuwa na maarifa, anampeleka mwanae kwa mtu aliyekuwa mwema ambaye ni Mtume wa Allah, akajua mwanae atapata mengi. Kwa Anas anazungumzia daku la Mtume lilikuwaje. Faqultu kam baina al-adhana was-suhur, huyu Zaid ibn Thabit akamuuliza Anas, ilikuwaje baina adhana na suhur, kuna muda gani baina ya adhana na daku, yani adhana ya pili ambayo ya nini, ya sala, kuna muda gani hapa? Qala Zaid qadru 50 aya, ni kiasi cha aya kusoma aya 50.
Sawa uzuri wa kuchelewesha daku. Yaani ukila daku mpaka kusimama kwa swala ni kiasi cha kusoma aya 50. Sasa utaona kiasi gani daku linachelewa kuliwa. Si daku saa 6, saa 7, daku izakaa saa 10 mpaka 10:30. Mpaka saa 11 kwa nyakati zetu. Qadru 50 aya ni kiasi cha kusoma aya 50. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه kutoka Abi Darda Allah mwiradhi sahaba nayo 3 min akhlaq an-nubuwah, mambo matatu ni katika tabia za manabii. Manabii wote tabia zao ni aina 3. Miongoni mwa tabia zao ni hizi aina 3. Ta'jilu al-iftar, tabia ya kwanza ni kuharakisha kufungua, ni sunna. Tushazoea mpaka tusubiri adhana, si ndio hivyo? Jua linapozama tu uharakisha kufanyaje? Hii ni katika tabia za manabii. Wa ta'khir as-suhur, na swala la pili ni kuchelewesha kula daku. Wa wad'u al-yamin 'ala ash-shimali fi as-salah, na tabia ya tatu manabii ni kuweka mkono wa kuume juu ya mkono wa kushoto katika swala. Hizi ni tabia zote za manabii. Ilikuwa wanapofunga sala wanaweka mkono wa kuume juu ya mkono wa kushoto katika swala. Rawahu at-Tabarani wa lahu hukmu ar-raf', hadithi katika Imam at-Tabarani na ina hukumu ya ar-raf' ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ina hukumu ya raf' kurufaishwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizi ni istilahi za hadithi. Hadithi ukisikia marfu'u ujue ni hadithi sahih iliyorufaishwa kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama ikiwa mauqufu ujue ni hadithi iliyoegemezwa kwa nani? Kwa sahaba. Wenyewe wanasema wama adhaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawquf az-zukin, kila kinachoegemezwa kwa sahaba iwe kauli au kitendo, hicho ni mawqufu, kimebainika. Ama kigemezwa kwa mtume, wama udhifa lin-nabiy al-marfu', kinachoegemezwa kwa mtume ni marfu', kwa hadithi sahih. Kama qala ba'd ahli al-ilm, kama wanavyosema wanachuoni wa ilmi, wa yazdadu as-suhur fadlan, na inazidi kula daku kifadhila idha kana ala tamri au ma'ahu tamri, ikiwa daku hilo ni la tende au liko pamoja na tende. Daku linazidi fadhila ikiwa umekula tende ndio daku, au umekula chengine pamoja na tende kama ni maziwa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ni'ma as-suhuri lil-mu'min at-tamru, daku zuri la mu'min nini? Ni tende. Akhrajahu Abu Daud wa ghairihi, hadithi kwa Imam Abu Daud na sikuwa yeye. Wa idha atamma almuslimu as-suhurihi, na pindi anapotimiza muislam daku lake, fa alayhi an yataahhaba lis-salati al-fajr, ndio juu yake achunge sana sala ya alfajiri. Wala yufarritu kama yafaluhu ba'd man yatasahhar, wala sije kampita sala ya alfajiri kama wanavyofanya baadhi wanaokula daku. Utakuta mtu anakula daku saa 6 kilala hapo kashiba, sala inampita. Lakini ukila daku kwa kuchelewa utaenda kulala, utasoma Qur'an, utatekeleza dhikri alfajiri hiyo hapo kiasi cha kusoma aya 50, huwezi kurudi kulala. Kwa mtu achunge sije kampita sala alfajiri hivi hivi tu kiuzembe. Wa ala almuslim an yastaghilla waqti qiyamihi bil khair, na juu yake muislam kuchunga kushughulisha wakati wa funga yake kwa mambo ya khairi mbalimbali, bikulli anwa'ihi, katika kila aina zake. Min Qur'ani, ima kusoma Qur'an, hasa katika hakuna khairi kubwa kama kusoma Qur'an katika mwezi huu, kwa sababu ndio mwezi ambao umeteremka nini? Qur'an, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Kwa ni vizuri kudumu kusoma Qur'an katika mwezi huu, hasa mara kwa mara. Jiwekee katika kila kipindi cha sala, soma safha kila kipindi cha sala, kuanzia alfajr, kuanzia dhuhur, jidumisha katika hilo. Wastighfar, na kuleta istighfar, ni mwezi wa kuomba maghfira wa ghairihi. Fa idha quriba maw'idu iftarihi, pindi inapokaribia muda wa kufuturu kwake, fa alayhi an yatadhakkara sunanan, ni juu yake kukumbuka sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana nabii sallallahu alaihi wasallam yafaluha, alikuwa hiyo sunna mtume anaifanya. Yani unafunga, unaidumisha zuri funga yako, lakini inapofika muda wa kufungua kumbuka kwamba kuna sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunna yenyewe ni ipi? Faminha ta'jilu al-iftar, miongoni mwa sunna ni kuharakisha kufungua. Akhrajahu Shaykhani an Sahal ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, amepokea Bukhari na Muslim kutoka Sahal ibn Sa'd Allah mwiradhi, marfu'an. Tushasema marfu' ni kurufaisha kwa mtume. La yazalu an-nasu bi khair, hawataacha kuwa watu wako katika khairi, ma ajjalu al-fitra, maadamu wanawaisha kufungua.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه kutoka Abu Huraira marfu'an kadhalika la yazalu ad-din dhahira, haitakuwa dini ya Uislamu iko juu, ma'ajjalu an-nas al-fitra, maadamu watu wanaharakisha kufungua hii dini itaendelea kuwa juu. Lianna al-yahuda wan-nasara yuakhiruna, kusema yahudi na manasara wanachelewesha kufungua. وتقدم حديث أبي الدرداء، nimetangulia hadithi ya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, thalathu min akhlaqi an-nubuwah, ila ambayo tumeisoma. ومن السنة أن يفطر الصائم على تمر، katika sunna ni afuturu mfuturia mwenye kufungua na tende kwanza, kabla ya uji, kabla ya chochote anza na tende. Hii ndio sunna. Fa in lam yajid fa alayhi ma, jambo la pili umekosa tende, juu yake kulazimika na maji. Fa an Sulaiman ibn Amir al-Dhabi au al-Dhabi, kutoka Sulaiman ibn Amir al-Dhabi radiyallahu ta'ala anhu, Allahumma radhi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha aftara ahadukum falyuftir ala tamri, pindi anapofuturu mmoja wenu afuturu na tende. Fa innahu baraka, hakika tende na nini, ina baraka. Walilbudaati bitamri sirrun ajibun, Sheikh anatuambia kuanza kwa tende kuna siri ya ajabu sana, mtu kuanza kufuturu kwa tende. Faqad dhakara ba'd ahli at-tibb, wametaja baadhi ya wanachuoni wa matibabu hawa, anna al-am'aa tamtassu al-mawad as-sukriyati dhaiba, mwili unakuwa umekosa vitu vya sukari ambavyo vimeondoka kwa ule muda, miutumbo hii inakosa vitu kama hivyo, muda mrefu ujala, kwa mwili unakuwa unapungua kiasi cha sukari. Fi aqall min 5 daqaiq, katika uchache wa dakika 5. Fayartawi aljismu, mwili unakuwa umechoka, unanyongeka ukiwa umefunga. Watazulu al-a'rad naqsu sukari, na viungo vinarudi, yani vinanyongeka kwa kupungua sukari. Wal ma'a fi, na maji ndani yake. Lianna as-sukara damu yankhafidhu fi athna'i as-sawmi, sababu sukari damu inapungua katikati ya funga. Jua damu inaingia katika mtiririko wa nini, sukari inaingia katika mtiririko wa damu. Kwa kule kukaa pasi na kula, hata mihangaiko ile mizunguko ya damu inakuwa imepungua, pressure yake, nguvu. Fayuaddi ila shuuri biljui, inapelekea kushughulishwa na njaa. Wa ila baadhi at-tawtirat ahyanan, na baadhi ya vipengele vingine. Wa hadha sur'an ma yazulu bitanawul almawad as-sukuriyah, ndio maana unaambiwa ule tende, na ule uharaka unaletwa kwa tende, yani uharaka wa kuendesha damu na kila, maana tende ina sukari, na sukari ya tende haina madhara zaidi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akatuambia inapofika asubuhi mtu apige kwa 7 za tende kabla ya kula chochote. Umeamka asubuhi, katika hadithi imekuja kula tende kwa 7, hakuna maradhi yote atakao kusibu isipokuwa mauti tu. Kabla ya kula chochote asubuhi, chukua kwa 7 za tende, kula. Hii ni kinga ndani ya mwili ya maradhi. Kwa hiyo unapofungua muda ule hujakula chochote, anza na tende. Umekosa tende, njoo kwenye maa. Waqala akhar, na akasema wanachuoni wa tibabu wengine, wa amma alma, ama kutumia maji, maana Mtume aliposema ukikosa tende tumia maji, ay li-iftaru ala alma, kufuturu kwa maji. Fa innal jisma yahsul lahu bis-sawmi naw'un min al-yubsi, mwili unakosa kutokana na funga aina ya ukavu. Ikiwa umefunga mwili unakuwa mkavu kwa kukosa maji. Fa idha rataba bil ma, pindi mwili utakaporutubisha na maji, kalmai intifaihi bil ghadha, maji yataleta manufaa kwa kula chakula. Fa sallallahu wasallam ala nabiyina ar-rauf ar-rahim, sala na salama ziwe juu ya mtume wetu alikuwa rauf, alikuwa mpole na mwenye huruma. Hii mambo utibabu mtume alishauzungumzia tangia huko. Kwa kumalizia, wa min as-sunnati aidan, na katika sunna vile vile, an yad'u as-saima 'inda iftarihi, aombe mfungaji wakati wa kufungua kwake. Faqad warada at-targhib, imethibiti kwenye targhib, kuna hadithi zinaitwa targhib wa tarhib, hadithi za kupendezesha na hadithi za kukhofisha. Kwa imethibiti kwenye targhib wa tarhib fi dhalika min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, mtume akasema, thalathun la turaddu da'watuhum, watu aina 3 dua zao hazirejeshwi. Mtu wa kwanza, as-saimu hina yaftur, mfungaji wakati anapokula, anapofungua pale kuomba dua yako hairudi. Huyo wa kwanza.
Mtu wa pili wal imamu al-adil, na imamu mwadilifu, kiongozi mwadilifu, hata imamu wa msikiti lakini awe mwadilifu, dua yake hairejei. Watatu wal madhulum, na aliyedhulumiwa anapoamsha mikono kuomba dua yake pia hairejei. Waqala sallallahu alaihi wasallam aidha, na vile vile mtume akatuambia thalathu da'awatu mustajabat, dua watu aina tatu dua zao zenye kujibiwa: da'watu as-saimi, dua ya mfungaji, wa da'watu al-madhlum, na dua iliyodhulumiwa, wa da'watu al-musafir, na dua ya msafiri. Waqala aidha, na akasema mtume sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awati la turaddu, dua za aina tatu hazirejeshwi: da'watu al-walidi liwaladihi, dua ya mzazi kumwombea mwanae, wa da'watu as-saimi, na dua ya mfungaji, wa da'watu al-musafir, na dua ya msafiri. Wa min as-sunnati aidha an yad'u as-saimu 'inda iftarihi bid-du'a, katika sunna kuomba mfungaji wakati anapofungua kwake dua al-ma'thur, iliyothibiti kwa mtume anhu sallallahu alayhi wasallam. Fakad kana yaqulu idha aftara, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema pindi anapofungua: dhahaba adh-dhama'u wa bitalaytu al-'uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Hii ndo ma'thur iliyothibiti: dhahaba adh-dhama'u wa bitalaytu al-'uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Mtu aombe dua hii. Waliyuhrisu al-muslim an yuftira ma'ahu ghairi, na pia muislam amfuturishe ndugu yake. Faqad warada anhu sallallahu alayhi wasallam annahu qala, imethibiti kwa mtume hakika amesema: man fattara saima, mwenye kumfuturisha mfungaji, au jazaa ghaziya, au akamsaidia vitu vya jihadi mwingine, falahu mithlu ajrihi, atapata ujira wa mfano wa ule. Yani wewe ukamfuturisha mfungaji utapata ujira mfano aliyefunga, au ukamsaidia alienda kupigana jihad ukampa vifaa utapata ujira kadhalika. Waqala man fattara as-saima kana lahu mithl ajrihi, mwenye kumfuturisha mfungaji atakuwa na malipo mfano wa ujira wa mwenye kufunga, ghaira an la yanqusa min ajri as-saimi shay'a, basi na kupunguziwa ujira wa mfungaji chochote. Naktafi bihadha al-qadr, tutosheke na hichi kiasi insha Allah. Kama kuna swali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama una swali, swali langu lipo kama ifuatavyo. Ustadh, umetufundisha na umetudurusisha kwanza, mashallah, kwa darasa zuri limeeleweka, lakini kuna sehemu kidogo mimi uliniacha. Dua ya mwenye kufunga, hii dua unatakiwa uombe pale kabla hujafuturu au ukiwa umefuturu? Sasa nashindwa kuelewa, dua ya mwenye kufunga, nikifuturu sitakuwa nishafungua. Sasa nataka kujua hii dua ya mwenye kufunga inakuwa ni wakati gani? Dua hii kama ilivyokuja kwenye hadithi tulivyosoma kwamba dua za aina tatu hazirejeshwi. Ya kwanza, mtu mfungaji anapofungua pale ndio atakiwa aombe dua, ndio kwenye hadithi ilivyokuja. Muda ule umefungua lakini ulikuwa ndani ya nini? Ndani ya funga. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi inanitatanisha, nimeenda kazini narudi nyumbani nikakuta chakula, alafu nikaangalia sasa nakuta na muda wa kuswali umefika. Je, nianze kipi? Ni ile kwanza au ni swali kwanza? Naam, mzee anauliza ya kwamba ameenda nyumbani akakuta chakula kiko tayari, kwa ale au asali. Vizuri kula kwanza, unakula kwa kuzuia ile njaa, kisha ndio unasali, kwa dalili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi imekuja la salata bihadarati at-ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbathan, hakuna sala kwa kuhudhuria chakula, yani chakula kiko tayari, hapa mna swala. Wala ukiwa unasumbuliwa na haja mbili, yani mkojo unakubana au haja kubwa inakubana, nenda kakidhi haja kisha ndo, ili usishughulishwe ndani ya sala na kitu kingine. Kwa hakuna sala, lakini chakula kilichokusudiwa ni kile ambacho kiko tayari. Lakini sio anza kupika kitayari pale chakuliwa, basi kula kisha ndio swali. Lakini usiingie kwa swali utafikiria nini? Chakula kupika kwanza. Asuka chatakiwa kiwe tayari. Hakuna sala bihadarati at-ta'am kwa hadhara ya chakula iko tayari. Wala huwa yudafi'u al-akhbathan. Nafikiri kitu kama hivyo. Wala unasumbuliwa na haja mbili, haja kubwa au ndogo, kakidhi haja, usiwahi jamaa kwanza. Nenda kakidhi, Allah atakulipa. Lengo ingekuwa kuwahi jamaa, lakini umeikosa kwa sababu una haja ya kusumbua, kakidhi haja. Lengo lilikuwa ni kula chakula, njaa unayo,
Umekosa jamaa kwa nini? Kwa chakula. Kula kwanza ili usishughulishwe na chengine unapoingia katika nini? Katika ibada. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Sheikh, na kipengele kidogo cha kuuliza kuhusiana na kadha ya kulipa saumu. Maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Suratul Baqara nafikiri ya 183-84. Faman kana minkum maridhan au ala safar faidatu min ayamin ukhra. Sasa hii maridhan ninaifahamu, haina wasiwasi. Hii ala safari mafumu yake yakoje? Maana sasa hivi tumerahisishiwa, unaweza kukuta safari ni za usiku, naondoka usiku kule, alfajiri uko kule, au naondoka kule usiku, alfajiri uko huko. Sasa je, ukiwa labda mtu sio mkazi wa mji, umetoka maybe labda Dar es Salaam, Tanga, umekuja Makambako kwa muda, kesho utarudi, na umeondoka usiku, umefika huku ni asubuhi, jioni au baada ya siku mbili utarudi kule kule kwenu kuendelea na ishtighali zako. Je, wakati uko huku hii swaumu utalazimika kuendelea nayo, au kwa sababu ndio uko kwenye kipengele cha safari? Hapa ndo nataka kujua. Shukrani sana. Kwanza ya kwamba ikiwa ni msafiri, mfano umetoka Tanga ukaja Makambako, wewe ni msafiri tayari, na unapoingia katika mji huu una hukumu ya msafiri, kwa unakula unakunywa, hata kama umeingia asubuhi yake ndo nini, ndo funga. Hata ukiwa na mkeo unastarehe naye, mathalan nyote ni wasafiri. Maana yule ambaye safari yake inamtia mashaka, ungesema mchana wa Ramadhani ingekuambia kama safari yako inakutia mashaka basi fungua, lakini kama ikutii mashaka unaweza ukafunga. Kwa hiyo ni mawili, ni juu yako wewe. Mfano umefika hapo ukaamua kufunga, ni sawa, fursa unayo. Inna Allaha yuhibbu, katika hadithi imekuja Allah anapendezewa sana mtu kuiendea ile ruhusa aliyompa, kama anapochukiwa mtu kuiendea maasi. Kwa hiyo una ruhusa kwa sababu una hukumu ya msafiri. Swala si unapunguza unapoingia katika mji huo. Kama swala ndio nguzo ya pili, funga nguzo ya 4 basi pia hii unafaa kupunguza. Ukiamua kufunga funga, kama itakutia mashaka. Maana unaweza kuwa umekuja hapo na harakati, kama vile swala ya jamaa, ukiamua kuswali swali, lakini uweze ukapunguza kutokana na harakati zako. Kwa hiyo hukumu ni ile ile, man kana maridhan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, utakuja kulipa ile masiku uliyoachia. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka